Kutoka Azam Pesa, wazee wa zero kote kote. Kama hujui maana ya zero kote kote, tazama mechi ya TRA United dhidi ya Simba. Jana ilikuwa ni zero kote kote, lakini mechi ya Mbeya City dhidi ya Azam nao pia ilikuwa ni zero kote kote kwa sababu ilikuwa ni suluhu, yani bila. Lakini kwa upande wa Azam Pesa watatueleza hapa Edward Alex, meneja wa masoko, pamoja na afisa masoko Rehema Halifa, wapo tayari ndani ya studio. Karibuni sana kutoka Masaki. Asante sana. Wazee wa Masaki hao bwana. Hakika. Sisi tuko Tabata, lakini watu wa Masaki ni ndugu zetu kabisa. Unaposema Azam Media, fahamu kabisa kuna ofisi za Masaki, kuna Tabata, alafu pale kuna Tazara. Kuna watu wengi wananiambia, "Kaomba pale ofisini kwenu pale Tazara nimekuja sijakukuta." Mimi sipo Tazara jamani. Mimi nipo Tabata. Okay. Tabata kubwa. Tabata kubwa ni kama Azam Media. Azam Media pia ni kubwa sana. Hakika. Karibu sana Edward. Asante sana. Hope mko vizuri jamani. Tupo vizuri. Pembeni yako hapo ni Muhammad Simbauranga. Huyo ndo mchambuzi tajiri na ni mtumiaji mkubwa wa Azam Pesa. Nikiri kwenye meza hii. Mtumiaji mkubwa wa Azam Pesa ni Muhammad Simbauranga. Basi usijali, utaokota. Tajiri anaokota. Ataokota. Utamwokotesha. Huwezi kujua kutoka hapa nini kinafuata. Sawa, karibu sana Edward, tuambie na Rehema mmetuletea ujumbe gani kutoka Azam Pesa? Bwana, asante sana, na kikubwa ni katika kutoa zile kiu na yale maswali ambayo Watanzania wengi na wasikilizaji wa UFM ambao wamekuwa wakijiuliza mara kwa mara. Ndio. Wapo wanaofahamu, alafu kuna wengine hawaelewi. So tuko hapa kimombo wanasema to make it clear. Sawa kwamba Azam Pesa ni nini? Kuna mtu bado anajiuliza Azam Pesa ni nini? Sawa. Naipataje? Nawezaje kujisajili? Nawezaje kuweka pesa kwenye Azam Pesa yangu? Bwana, mimi nilijisajili, nimesahau pini, nimesahau namba ya siri, mnanisaidiaje? Vitu kama hivyo. Tuko hapa kuweza kuhabarisha au kuwaeleza Watanzania kuhusu hizo ili waweze kufurahia. Kilichonikuta mimi dakika chache kabla tujaingia hapa, nilikuwa nimesahau ile inaitwa nywila kwa Kiswahili, nywila ama password, na Edward haikuchukua hata sekunde. Ananiambia hebu ingiza hapa. Tuko vizuri. Unajua kwa nini nilikuwa nimelemaa? Silikuwa situmii sana app. Sinajua nyota 150 nyota 08. Umetisha. Wamekuja. Ndio. Kwa hiyo nilikuwa nasema mimi nikitaka mpunga na uhamisha tu haraka tu navuta hapa, lakini kuwa na app nimegundua kumbe nilikuwa najinyima pia. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kunisaidia haswa kwenye kulipa hizo bills. Kabisa. Hakika. Na kwa yule ambaye ndo kwanza leo amesikia Azam Pesa, namna hivyo ambavyo Edward ameweza kuitambulisha vizuri, na niendelee tu kuasisitiza, ni rahisi sana hata namna ya kuipata, kwa sababu sasa hivi naweza nikasema dunia ipo kiganjani kabisa. Kwa wale watumiaji wa smartphone unaweza kuipata unapopakua tu kupitia App Store au Play Store kwa kuandika Azam Pesa, ikija pale ipakue, alafu kuna njia mbili. Ya kwanza unaweza ukaskani vidole vyako. Ukishaskani pale, taarifa za NIDA zitakuja, alafu mambo yatakuwa marahisi namna hiyo. Lakini pia njia ya pili ni kujibu maswali ya NIDA. Unaweka namba yako ya NIDA, ukishaweka unajibu maswali 4, ukipatia mawili Azam Pesa yako inafunguka, unaweza kupata huduma. Kuna njia nyingine ya tatu ambayo hii ni kwa wale wenzetu ambao pengine na smartphone. Kuna wazee wetu sasa hivi wana smartphone na vijana, lakini mambo ya mtandao wanasema kwani nipate shida? Maduka ya Azam TV yapo kila kona. Mawakala wa Azam Pesa wapo kila kona. Basi unaweza kumfuata pale wakala aliye karibu nawe akakusajili kwa mfumo wa kumbe kidole unaweza kukiskani pale. Wako tunawaita mawakala wa usajili au huko mtani majina maarufu wanaita freelancers. Ukiwaona mabwana wakiwa na mashati yale yameandikwa Azam Pesa na mabibi, pengine kama hili la kwangu, mabwana na mabibi, mabwana na mabibi. Basi unawaambia wewe, utakwambia tu namba zako za simu unazo, niyo NIDA namba, nao watakusajili. Kwa hiyo hapo tumekata ile kiwe kwamba mimi nimeshindwa kujisajili mwenyewe kwa njia zote hizo mbili ya dada Rehema alizozitaja. So njia ya tatu ni kusajiliwa. Swali labda wengi ambalo pia limekuwa likiwatatiza, wanaona Azam Pesa sioni mawakala, Azam Pesa nikiweka hela huko nitaipataje? Kuna watu wanaona kama haba kuna ugumu ama uzito wa kupata hiyo fedha, labda wanategemea waone wakala wa Azam Pesa, lakini labda mtuambie namna
rahisi ya kupata fedha ya pindi itakapowekwa kwenye akaunti ya Azam Pesa. Okay, hapo unamaanisha namna ya kuweka fedha kwenye Azam Pesa yenyewe, si ndio? Okay, sawa. Na kwenda kuitoa. Na kwenda kuitoa pia. Hamna shida. Vyote hivyo viko wazi. So njia ya kwanza kama nilivyosema sasa, baada ya kujisajili Azam Pesa, cha kwanza inabidi ujue namba yako ya Azam Pesa ni ile namba uliojisajilia, ukianzia na 1 badala ya 0. Master, ili unalifahamu vizuri. Kwa mfano namba yangu mimi ni 0715. Kwa hiyo itaanza 1 hivyo kuendelea. Vile vingine havibadiliki. Sasa hiyo tayari tushakwambia ndio namba yako ya Azam Pesa. Cha pili, njia ya kwanza ni kufika kwa wakala wa Azam Pesa yoyote aliye karibu na wewe. Sawa? Utafika, utampatia namba yako, utampatia kiasi unachotaka kuweka, atakuwekea kwenye wallet au kwenye pochi yako ya Azam Pesa. Sawa? Lakini kama unaona unapata tabu ya wewe kufahamu kwamba simuoni wakala mtaani kwangu, kama ulivyotoa mfano hapa kwenye application ya Azam Pesa pale, sisi tumewawekea, unajua teknolojia, tumewawekea namna ambayo unaweza kuangalia wakala aliyoko karibu yako. Umeona So utaingia kwenye application ya Azam Pesa, utabonyeza akaunti yangu, au hapa nyumbani hapa kuna mahali pameandikwa maeneo ya mawakala. Ukibonyeza pale utaona mawakala walioko karibu yako, inakuwekea na namba za simu na location, ramani. Kwa hiyo wewe ni kubonyeza pale kuamua kumpigia Bwana Juma wakala, huko hapo dukani kwako, ni hapo kwa Mchageo kwa pembeni, ndio nakuja. Unaenda unapata huduma, mambo yanakwenda. Hiyo ni njia ya kwanza. Sawa. Haya, njia ya pili ni kuweza kuweka kutoka au kupokea kutoka mitandao mingine yoyote, yani mitandao yote sisi tunapokea pesa kutoka Azam Pesa. Kutoka mitandao mingine kuja Azam Pesa. Ambacho tunataka kufanya ni kupiga menu ya ule mtandao husika unaotumia wewe. Sawa? Utabonyeza pale tuma kwenda mitandao mingine, utaikuta Azam Pesa, alafu utaweka namba zako za Azam Pesa, kumbuka utaanzia na moja. Utaweka kiasi, utaweka namba yako ya siri, basi pesa itakuja Azam Pesa. Njia ya pili. Sawa. Njia ya tatu ni kupokea pesa kutoka benki. Sawa? Hapa Tanzania hapa kuna benki zaidi ya 30 sio ngapi, nyingi. Hizo benki zote sisi tunapokea pesa kutoka huko. Sawa? Utafika kwenye application husika ya benki unaotumia, au menu ya benki husika kama unatumia zile USSD za benki, basi ukifika pale, kama mfano kuna benki moja yenyewe imetoka sehemu imeandikwa wallet. Kwa hiyo ukifungua sehemu ya kutuma pesa, afu ukienda wallet utaikuta Azam Pesa, utaiselect Azam Pesa, alafu utaweka namba zako za simu, namba za Azam Pesa pamoja na kiasi, then utatuma. Sawa. Sasa hapo linakuja swala la makato. Neema, labda utupitishe hapo sasa kwenye makato. Ndo Watanzania wengi sisi huwa tunakuwa kama vile tumeguswa na kitu ambacho ni cha hatari. Sisi tunalitambua hilo kwa ili kumuondolea makali. Ili hatupunguzi makali. Mimi na kaka yangu kabisa akitoka Endo nafuata, mimi anaitwa Hassan Kawambwa. Yaani huyo bwana ukimwambia nitumie fedha kutoka kwenye akaunti ya benki anakuambia ina makato sana. Yaani mambo ya makato yanamgusa. Nasi tumeamua kurahisisha na kumuondolea machungu ambayo Mtanzania pengine aliwahi kuyapitia kwa muda mrefu sana huko alipokuwa. Kwenye Azam Pesa sisi hatuna makato. Ndio zero kote. Kwa maana ipi? Unapotuma kutoka Azam Pesa kwenda Azam Pesa ni bure. Alafu ukituma kutoka Azam Pesa kwenda mitandao mingine bure. Pia ni bure. Jamani, nakatabu mpaka 9,000. Bado huko wengine huko. Yaani mtu anakata mpaka 9,000, unaiona ile? Hela mafuta hiyo. Lita 2. Unanunua luku pia. Mwanga unawaka vizuri tu za kutosha. Alafu tena ni bure ukinunua hizo. Sawa. Anaweza kujiuliza sasa ni kiasi gani, yani kwa labda hiyo zero inakwenda mpaka kwa kiasi gani? Mpaka milioni. As long as una move kutoka Azam Pesa kwenda mtandao mwingine ni bure. Mpaka milioni 5. Na hiyo ndio kiwango cha serikali. Hicho ni kiwango cha serikali ameweka kwa siku. Unaweza kuhamisha mpaka kiasi hicho. Kwa hiyo na sisi tuko hapo. Na uzuri ni kwamba akaunti ya Azam Pesa inaweza kushikilia mpaka milioni 10 kwa pamoja. Yes. Lakini Musa, si hivyo tu kwenye kutuma pesa. Lakini kuna huduma nyingine ikiwemo ya luku ama tukuza. Kwa kupitia huduma ya Azam Pesa unaweza kununua luku bila kuwa na makato. Kwa mfano, ulikuwa unataka kununua luku ya 1,000, uhitaji kuwa na 1,200 ili kununua luku. Ukiwa tuna 1,000 yako, basi utaweza kununua luku yako vizuri na mambo yakawa
mazuri. Lakini si hivyo tu, kuna sisi ambao ni watumiaji wazuri wa control number. Inawezekana ukawa umepita barabarani kupigwa mkono, hii hapa control number, maliza kitu, malipo ya serikali. Basi kwa kupitia Azam Pesa utalipa kiasi kile kile, kama ni shilingi 30,000 basi utaweka. Lakini pia kuna huduma za hospitalini huku, kwenye shule mbalimbali zinatumika sana wilayani huko, ndo usiseme, tunatumia sana control number kwa sababu serikali pia inatambua swala la kidigitali. Fedha mkononi sisi hakuna. Rafiki zangu wale wanafanya challenge kule TikTok, asante TAMISEMI. Wao watakuwa wanaelewa kile ambacho tunawaambia kwenye upande huo wa control number. Sawa kabisa. Azam Pesa samani, kuna kitu muhimu sana uhusiana na kadi ama tiketi. Tuna jamaa zetu wengi sana ambao wanaishi kule Kigamboni, lakini pia kuna hao ambao wanavuka kuelekea Zanzibar kule. Kutumia N-card yako pia kwenye daraja lile unamaanisha? Daraja, lakini kwenye vivuko kama vya feri, kwenye boti pia, kote kwa kutumia N-card, basi uhitaji kuwa na pesa ya ziada. Ile ambayo ulikuwa unahitaji kulipia ndio ambayo unaweza ukaweka kwenye kadi yako, bila kusahau tiketi iwe SGR ama ya kwenda uwanjani kucheki football. Na hapa ndo kwao sasa kwenye U-Live. Ndo penyewe sasa. Tunapozungumzia U-Live tunasema tunakuweka karibu na michezo. Tarehe 3 mwezi wa 5 panapo majaliwa ni Kariakoo Derby kabisa. Hakika. Simba dhidi ya Yanga. Ama itakuwa Yanga dhidi ya Simba. Yanga ndio iko nyumbani. Simba dhidi ya Yanga. Simba dhidi ya Yanga. Simba ndio iko nyumbani. Kwa hiyo itakuwa Simba dhidi ya Yanga. Hapo ndo waambie namna ya kukata tiketi za kwenda uwanjani kupitia Azam Pesa. Kwanza ni mpe uhakika kwamba na sisi pia Azam Pesa tutakuwepo pale pale. Kama ambavyo tulivyokuwepo kwenye ile game ya Yanga pamoja na Azam FC. Mambo yakawa mazuri pale Chamazi. Timu ya mshahara. Sawa. Ametaka tuambie namna gani mtu anaweza kukata sasa hizo tiketi, ndio? Ndio. Kwa hiyo tuna kadi zetu sasa hapo, zile kadi za gusa si Azam Pesa, ambapo ukiingia, jinsi ya kukata tiketi sasa za mechi zile ni kwamba utafungua application ya Azam Pesa, sawa, utaenda mahala pameandikwa kata tiketi. Kibonyeza kata tiketi pale, kuna mahali pameandikwa football ticket, mpira wa miguu, sawa. Alafu utaangalia mechi zinazofuata. Hizi mechi zote ambazo unaweza kukata tiketi ni mechi ambazo ziko kwenye ligi kuu. Kwa hiyo utachagua mechi pale tayari. Hapa tunaziona kama mechi kama ya JKT na Tanzania, yani tayari zishakuwa list. JKT Tanzania dhidi ya Mbuni ambayo dakika chache tutakwenda kuisikiliza. Kwa hiyo hata hiyo unaweza ukibonyeza pale inakuja, alafu utaweka aina ya tiketi unataka, ni mzunguko na bei ishakuwekea pale. Kiselect, ukichagua utakuja kuweka utachagua kadi sasa. Hapa kuna kadi, utachagua kadi yako ya gusa au N-card. Utaweka kadi na namba ya kadi yako, alafu utamaliza kwa kulipia. Kwa hiyo ukifika pale sisi tunakuambia gusa uzame. Hamna kuunga foleni. Unagusa tu pale unaingia. Sawa. Edward Alex, meneja masoko kutoka Azam Pesa, lakini tunaye pia Rema Khalifa, afisa uhusiano na maafisa masoko na biashara kutoka Azam Pesa, na wametujuza mambo mengi sana, lakini kubwa ni hilo kwamba jua kwamba ni zero kote kote. Yani hakuna makato. Kuna muda makato yanaumiza sana kabisa. Mara zote na ukiwa na milioni 10 utaona raha sana kwa kutuma hela, kutoa hela, kwa sababu uhisi kwamba nimetoa 9,000 imeondoka, 7,000 imeondoka. Lakini ukiwa na shilingi 10,000 ndio utaanza kuhisi kwamba kwa sababu 10,000 hata ukikata shilingi 300 unaifeel. Sasa kwa maisha ya Kitanzania makato yanaumiza sana, kwa sababu kwa kawaida unaweza kufanya transaction hata 5 kwa siku. Hakika. Ukifanya transaction 5 umekata shilingi 2,500 ni nyingi. Kabisa. Na Musa, kwa kulitambua hilo pia tunafahamu pia kuna game ambayo inakuja hivi karibuni. Mashabiki kama wote ambao tunafuatilia mpira, tuna huduma pia ya Jiwekeze. Hii ni kwa watu wote ambao wanapenda maendeleo, kwa maana ya Azam Pesa sasa imefungua mwanya, ama naweza nikasema dirisha kubwa la kutengeneza kikundi cha kidigitali kikoba.
Kumbe unaweza kufungua kikoba. Unaweza kufungua kikoba. Mwenyewe wazee wa U-Live, kikoba kinatuhusu. Hakika. Hicho lazima na atakuja kizindua Rehema. Na mimi ndio kwanza kupokea. Wewe utakuwa katibu au utakuwa mkazini? Wewe unataka kuwa wa kwanza Katibu au mazini? Kama anaweza kupokea kwa katibu. Hichi kikoba kinakuaje? Hichi kikoba bwana ni namna ambavyo mwenyewe unakuwa mnachagua kama wana kikundi. Ndiyo. Kama mtaamua kiwe cha akiba na kukopeshana, ni vile ambavyo wenyewe mmeamua kuweka malengo yenu. Sawa sawa. Lakini uzuri ni kwamba hakuna riba. Kwa maana ipi? Sisi tunachokifanya, mnaweka pesa yenu, baadaye kwa maana kila unapofika mwisho wa mwezi tutakuwa tunawapa lile gawio la faida. Kwa huna haja ya kumkopesha mwenzako na kumwambia rudisha na kiasi kingine cha ziada. Mpe ile pesa akafanyie majukumu ambayo alikuwa anataka kutumia, arejeshe. Kwa sababu tayari mna uhakika kupata kitu mwisho wa mwezi. Sawa. Haya, mimi niwashukuru sana sababu tunataka kwenda kujiunga kwenye mchezo wa JKT Tanzania dhidi ya Mbuni. Ndio. Tukipata nafasi tena basi tutakuja kuzungumza mengi zaidi. Naamini ile kiu bado haijakatwa.